wa udondozi wa magazeti. Nikianza na gazeti la Sunday News, wa ukurasa wa mbele wanaandika wachimbaji waliokwama mgodini wanaweza wakatoka salama, ndivyo wanavyoandika katika ukurasa wa kwanza wa gazeti la Sunday News. Magufuli kutembelea Addis Ababa katika mkutano wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika AU, ndivyo wanavyoandika gazeti la Sunday News katika ukurasa wao wa mbele. Pia ukurasa wa mbele wa gazeti la Sunday News wanaandika wanaoingia mikataba mibovu wagharimu maamuzi ya kisheria, ndivyo wanavyoandika katika ukurasa wao wa mbele gazeti la Sunday News, ambalo ni gazeti la Kiingereza ambalo linatoka siku za Jumapili. Nikitazama gazeti Habari Leo, wao ukurasa wa mbele wanaandika barabara iliyomduaza JPM yahujumiwa tena, ya kutwa na mitaro iliyojengwa kwa tope tupu bila saruji. Mkuu wa wilaya awaweka mahabusu mkandarasi na wahandisi wawili, ndivyo wanavyoandika Habari Leo ukurasa wa pili. Waokoaji Geita wafanikiwa kuwasiliana na walifukiwa, habari hiyo inaandikwa ukurasa wa kwanza, lakini inaendelea mpaka ukurasa wa tatu wa gazeti la Habari Leo. Magufuli afanya ziara ya kwanza nje ya EAC, habari hiyo inaandikwa ukurasa wa pili, lakini hapa mbele kuna habari picha ambayo inamuonyesha Rais John Magufuli akisalimiana na rais wa muungano wa visiwa vya Komoro Azali Assoumani walipokutana kwenye ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam jana, akiwa safarini kuelekea Addis Ababa Ethiopia kuhudhuria mkutano wa kilele wa 28 wakuu wa nchi za Umoja wa Afrika AU. Rais Assoumani alikuwa akitokea Komoro kupitia Dar es Salaam, ndivyo wanavyoandika Habari Leo ukurasa wa kwanza. Afrika maziko waliouawa na wanajeshi, habari inaandikwa ukurasa wa kwanza, lakini inaendelea mpaka ukurasa wa pili. Mzalendo wao wanaandika washtukia janja Lowassa, habari hiyo inaandikwa ukurasa wa pili wa gazeti la Mzalendo. Waliotafuna fedha za ushirika washughulikiwe, asema Majaliwa, habari hiyo inaandikwa ukurasa wa pili wa gazeti la Mzalendo. Watumiaji wa simu kupewa gawio, habari hiyo inaandikwa ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Mzalendo. Rais Magufuli aenda Ethiopia, habari hiyo inaandikwa ukurasa wa 3. Waliojenga ndani ya mita 60 kuondolewa, habari hiyo inaandikwa ukurasa wa 3. Lukuvi azidi kugawa hati kwa wanavijiji, habari hiyo inaandikwa ukurasa wa 5 wa gazeti la Mzalendo. Jambo Leo ukurasa mbele wao wanaandika jaribio la 3 kumtikisa Profesa Muhongo bungeni, atanogesha vuguvugu la mabadiliko baraza la mawaziri, habari inaandikwa ukurasa wa 4 wa gazeti la Jambo Leo. Mama Salma atwaa tuzo ya mwanamke bora 2016, habari inaandikwa ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Jambo Leo. Sababu 9 zinazovutia michepuko nchini, inaandikwa ukurasa wa 2 wa gazeti la Jambo Leo. Mtanzania wao wanaandika waliofukiwa mgodini waandika ujumbe, habari inaandikwa ukurasa wa 5. Mkuu wa wilaya apigwa mawe, atimwa mbio kuokoa maisha yake, watu 34 akiwamo diwani wakamatwa, ndivyo wanavyoandika gazeti la Mtanzania. Homa ya Trump ya pamba moto, ndivyo wanavyoandika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Mtanzania. Gazeti Dimba ambalo linaandika michezo na burudani, wao ukurasa mbele wanaandika Yanga njia nyeupe, Omog amuita Okwi kikosini, Boko atibua mashabiki Simba, atupia bao la mwendo kasi Azam ikiua Simba, ndivyo wanavyoandika gazeti la michezo Dimba. Wakati gazeti la Sport Leo wao katika ukurasa wao michezo lenyewe ni hususan kwa ajili ya michezo, wao wanaandika kocha Simba ataja kilichowamaliza, Azam sasa yaipa raha sana Yanga, Boko aidua za Simba sasa Yanga ishindwe yenyewe, ndivyo wanavyoandika Sport Leo katika kurasa zake za mwanzo. Nikiangazia katika kurasa za mwisho za magazeti haya ambazo huandika kuhusu michezo na burudani, Mtanzania wao wanaandika Serena ambwaga dada yake Australian Open, ndivyo wanavyoandika katika ukurasa wa 31. Simba hoi tena wa Azam FC, ndivyo wanavyoandika katika ukurasa huo wa mwisho wa gazeti la Mtanzania. Kali anawapa jeuri Golden State NBA, ndivyo wanavyoandika ukurasa wa 29. Lakini hapa kuna kibonzo cha wakudata ambapo anaambiwa kesho anaenda mahakamani, ni mkewe huyu. Anasema kufanya nini? Anasema kudai talaka. Kwani umeelewa na mahakama? Ndivyo akili za kudata zinavyomtuma katika kibonzo cha kudata ambacho huwa kinachorwa
katika gazeti la Mtanzania katika ukurasa wake wa michezo na burudani. Jambo Leo wao wanaandika Serena amfunga Venus Williams aweka rekodi, Azam yaiwa tena Simba, Yanga kuifanya ngazi Mwadui leo. Ndivyo wanavihoji gazeti la Jambo Leo katika ukurasa wake wa michezo na burudani. Gazeti Mzalendo katika ukurasa wa michezo wao wanaandika Simba akatwa mkia, Zlatan mkongwe wa kuaminiwa, kocha ananipa mazoezi ya ziada tangu nilipotua United, hiyo ndiyo siri kubwa ya mimi kuendelea kufanya vizuri, ni nukuu ya Zlatan Ibrahimovic, mchezaji wa Manchester United. Yanga kuivaa Mwadui, ndivyo wanavyoandika gazeti hili la Mzalendo. Nikisoma kiundani kidogo habari hiyo inaandikwa mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Tanzania bara Yanga leo watateremka uwanjani kupepetana na Mwadui katika mchezo utakaochezwa uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Mchezo huo unatarajiwa kuwa na upinzani mkali kutokana na kila timu kutaka kufanya vizuri kwenye mzunguko wa lala salama. Akizungumza Dar es Salaam hapo jana, meneja wa Yanga Hafidh Saleh alisema kuwa wamejipanga vyema kuhakikisha wanashinda katika mchezo huo. Saleh alisema kuwa wataingia katika mchezo huo wakiwa na tahadhari kubwa, kwani Mwadui sio timu ya kubeza. Ndivyo wanavyoandika gazeti la Mzalendo katika ukurasa wao wa michezo na burudani. Habari Leo katika ukurasa wao wa michezo wao wanaandika Simba kuisha habari yake, Yanga kumalizana na Mwadui. Na nikusomea kiundani kidogo habari hii ya Simba. Wanakuambia Simba jana ilijiweka kwenye wakati mgumu wa kuendelea kuongoza msimamo wa ligi kuu Vodacom baada ya kukubali kipigo cha bao 1-0 kutoka kwa Azam katika mechi iliyochezwa kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Simba ilihitaji ushindi au sare kuendelea kujinafasi kileleni mwa msimamo huo, lakini sasa matokeo hayo yanaifanya kutoa nafasi kwa mtani wake wa jadi Yanga kuongoza katika ligi hiyo. Na hapa wamekuwekea msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ambapo Simba inaongoza ikiwa na pointi 45 ikifuatiwa na Yanga ikiwa na pointi 43, Azam ni ya 3 ikiwa na pointi 34, wakati JKT Ruvu ikishika mkia kwa pointi 15. Na huo ndo udondozi wa magazeti kwa